Christian maturity. Ama ukokomavu wa kiroho kwa Kiswahili. Amen. Christian maturity. Mkristo anastahili kukomaa. Hata nimefikiria kwa nini imeandikwa katika Biblia watu wakichaguliwa, watu ambao ni viongozi katika kanisa, kusichaguliwe mtu wa kuokoka upesi, mtu ambaye anjakaa. Kwa hivyo inaangaliwa yule anachaguliwa katika leadership. Na neno la Bwana linasema asiwe mtu wa kuokoka juzi, awe ni mtu ambaye amekaa. Ni kwa sababu yule mtu wa kuokoka juzi huenda ikawa anja komaa, na kuna mambo mengine ambayo anaweza kufanya ama anaweza haribu katika leadership kwa kukosa kukomaa. Wapendwa, ni furaha ya Mungu wale ambao tumeitwa na Mungu na tumesaliwa. Maana neno la Bwana linasema tunasaliwa katika ufalme wa Mungu. Kwa kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo tunasaliwa. Hata kama ulikuwa umesaliwa kwa jamii yenu, na hiyo jamii ilikuwa na malaana, na hiyo jamii ilikuwa na mambo mengine, unapoamini Bwana Yesu umesaliwa katika jamii ya Kikristo. Na unapozaliwa unastahili, si vile umesaliwa, unastahili, mtu anastahili kukua. Na kama kuna kitu Baba wa mbinguni anaangalia, ni ama watoto wake ambao wamezaliwa wanakuwa. Mzazi akizaa mtoto na aone yule mtoto akui, inakuwa ni huzuni na mahangaiko kwa yule mzazi. Nilizaa mtoto hata kuketi chini aketi. Nilizaa mtoto hata kusimama na miguu asimami. Na miaka imeenda, miaka imesonga, lakini yule mtoto ako pale vile alizaliwa, vile anapewa soft food, hivyo ndivyo inaendelea, na ako na miaka mingi. Mzazi hawezi akafurahi anapoona huyo mtoto wake akui. Na wakati mtoto anapozaliwa na anafika kiwango, anaketi chini peke yake bila kushikiliwa, anafika wakati anaanza kutembea, hata kama ni kuanguka anaanguka, anasimama kanaanguka. Inafika wakati mwingine naye ameanza kutembea kwa miguu yake, hata kama anakanyanga hatua mbili and then anaanguka. Hiyo ndiyo inakuwa ni furaha ya mzazi. Hivyo ndivyo ilivyo Mungu Baba wetu wa mbinguni aliye mzazi wetu. Wakati anaona mtu amezaliwa katika huu ufalme na akui, vile alikuwa hivyo ndivyo ako. Vile alikuwa miaka 20, hivyo ndivyo ako. Akui na aendelei, naye Baba wetu wa mbinguni anahangaika. Na niseme ya kwamba wapendwa, mambo mengine tunablame Mungu. Kwa nini Mungu aunibariki? Mungu, nimekaa sana, ninatamani kuwa na hiki kitu na unipei. Ni kwa sababu Mungu wetu
ni papa mzuri, baba anayejali mtoto wake. Na kwa hivyo kuna kitu anaangalia, anaona huyu mtoto wangu ni mtoto vile alizaliwa, akui, hakuna hatua, hakuna dalili za kukua, amekaa vile. Kwa hivyo badala ya ampe kile ambacho anaitisa, hawezi akampea. Ni kwa sababu gani? Hawezani nacho kwa sababu ya utoto. Kwa hivyo hawezi akampea. Ni kama mtu awe tajiri na awe ako na mali nyingi, ako na magari mengi yanawekwa hapo. Ni kwa sababu mtu huyo ni tajiri na ako na kamtoto kandogo, akaanja bikiza umri wa kwenda driving school ili apewe driving license, awe na ruhusa ya kudrive kwa barabara. Huyo mzazi isipokuwa awe amechanganyikiwa, awe anaachiria mtoto wake kwa barabara highway, na kuna magari mengi yanaenda na ajali, huyo mzazi hawezi, yule ako na akili nzuri, hawezi akaachiria magari yake kwa huyo mtoto. Anampenda, anjamchukia, lakini anajali maisha yake. Kitu anachofanya, anangojea huyo mtoto akomae. Na mtoto akikomaa, hapo atapewa chochote kile ambacho ni cha baba yake. Neno la Bwana linasema hivi, na ndivyo ninasema, wapendwa, tunastahili tutamani kukua spiritually, tukue. Tukikua, hakika vitu ambazo baba wetu ametuahidia atatupea. Sasa kwa kukosa kukua, zile vitu hawezi akaachiria kwetu. Na tuna hata tumkumbuse ahadi. Kumbuka ahadi vile umeahidi Bwana. Mungu ni mwelevu, baba wetu wa mbinguni ni mwelevu, hawezi akakupea. Maana akikupea kile kitu, utajiumiza nacho. Katika Wagalatia, Galatians 4 verse 1 inasema haji. Katika Galatians 4 verse 1 inasema hivi, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto ana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote, bali yu chini ya mawakili na watusanji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba. Kwa hivyo wakati mrithi wakati wote awapo mtoto, sisi ni warithi wa mali za baba wetu anayeitwa Mungu. Ako na kila kitu, na hakika ako na vitu, na zile vitu Mungu ako nazo, iwe ni magari, iwe ni manyumba, iwe ni mashamba, iwe ni fedha, zote ni za baba yetu. Maana neno la Bwana linasema dunia na mbingu na vitu vyote vijahavyo ni mali yake Mungu. Na huyo Mungu ni nani? Huyo Mungu ndiye baba yetu. Zile vitu ako nazo ni urithi wetu. Na ndiposa neno la Bwana linasema mrithi wakati ule yeye ni mtoto. Mali ya urithi wake, vitu vyake apatiwi. Akiwa mtoto vinapewa mawakili, watu wa kutunza. Inangojea wakati atakomaa. Wakati ule atakomaa, wakati huo ndio atapewa urithi wake.
Lakini akiwa mtoto hawezi akapewa. Vitu vinakuwa na mawakili. Wapendwa, hebu niwaambieni, mali zetu, vitu vyetu, utajiri wetu upo ni kwa sababu Baba wetu wa mbinguni ako nazo, na zote ni zake. Ako na pesa nyingi, ako na masamba, ako na magari, lakini kumbe ziko chini ya mawakili, watusanji ambao wanatunza. Ikingojewa nini? Ikingojewa wakati wa kukomaa. Mtu akikomaa, hapo ndipo anapewa urithi wake. Hata nyinyi ni wazazi, mko hapa, wengine mko na mashamba, na wakati watoto ni wachanga, hauwezi ukamgawia. Unaogopa, maana ukimgawia hiyo shamba ataenda ause, amalize fedha zote na anasa, anunue bodaboda, afanye mambo yale mengine ya anasa, na aachwe bila kitu. Hivyo ndivyo ilivyo, wapendwa. Ikiwa tunataka kupata urithi wetu uliye na Baba wetu, lazima tutamani kukomaa. Haleluya. Salimia aliye karibu na wewe, muulize, umekomaa wewe? Mwambie umepata chochote kile. Amen. Mwambie shinda haiko kwa kanisa, shinda haiko kwa mhubiri, shinda iko kwako. Ni kwa sababu haujakomaa. Haleluya. Mwambie tena, wakati utakomaa, mwambie tu kile huwa unatamani, Baba atakupea urithi wako. Haleluya. Amen. Unajua hatari, kuna hatari kubwa sana ya watu kukataa kukomaa. Hata katika kanisa watu wakikataa kukomaa, kuna mambo ambao huwa yanatokea. Na kuna kanisa la Wakorintho lilitatiza Paulo sana. Ni kwa sababu lilikuwa kanisa nzuri. Na hebu nikwambie, mtu akikosa kukomaa atakuwa anafanya ile kazi ya utoto. Tukiwa watoto, kuna kazi tulikuwa tunafanya tukiwa watoto, na hiyo kazi tuliacha. Na mtu akifanya kazi hiyo anaonekana kama amerukwa na akili. Wengine wenu mko hapa na nyinyi ni wamama na ni watu wazima, mkiwa watoto mlikuwa na tundori. Wakati ule tumewekwa kwa nduka, hatukuwa. Kuna zile zinaitwa nini, zile za ndizi, sio ngoro. Mnaona ile ndizi kizaa, kuna ile kitu. Wa zamani walikuwa wanakatiwa hiyo. Hiyo ndio walikuwa na pembeleza kama mtoto. Sasa inaweza kuwa ni kama uazimu. Uone kakia na kiongoro ati akiuga akenda idha mwana akipembeleza mtoto. Inaweza kuonekana. Hata kuna ile kazi tulikuwa tunafanya sisi. Kama ni gari tunasema vuu. Uwezi uone mzee kama Mwangi yako kwa njia ati anasema vuu. Hiyo ni kuchanganyikiwa. Na hebu niwaambieni, hata katika kilo iko hivyo. Kuna watu wanashangaza sana. Unafikiria mtu amekomaa, lakini ni bembe. Hajakomaa. Na uone mtu ako na ndevu, mtu ako na miaka, lakini hajakomaa. Hebu niwaambieni wapendwa, ni vizuri sana kanisa ikiwa na watu ambao wamekomaa. Hiyo inapendeza Baba, na kanisa hiyo inabarikiwa, na mtu binafsi anabarikiwa na Mungu akikomaa. Na sasa nataka kusema hivi, ili niseme, how can you identify a mature person, a mature Christian? Unawezaje kutambua
ama huyu mtu ni machua hata katika leadership, katika sehemu yoyote, ama yeye ni bebe. Lakini niseme ya kwamba ni vizuri tutamani, wapendwa, kitu ambacho ilisaidia kanisa ya mitume ni ukomavu wa kiroho, maturity. Kanisa la mitume walikuwa machua kiroho, wakawa machua mitume wote na hata wanafunzi wa Yesu wote, kwa sababu ya maturity. Hata ile kifo walikufa ilikuwa ni kifo mbaya, lakini hawakuachilia imani, walishikilia imani. Ni kwa sababu walikuwa wamefika level ya kuwa watu wazima, the mature Christians. Ili walifika bahali wakasema hawatakaa na Kristo. Hebu nikwambie, Mkristo ambaye hajakomaa, na niwaambieni nyakati ambazo tunaelekea ni nyakati za hatari. Inahitaji a mature Christian, lakini sio mtoto. Mkristo ambaye amekomaa, huyo ndiye atakaa na imani. Yale mambo yanaenda kutokea katika dunia, kuna hatari ya Wakristo ambao hawajakomaa. Ni vizuri kutamani kukomaa na vitu ambavyo vinafanya watu wakomae. Lakini nowadays tumekataa, wengine tumekataa. It's only Sunday tunaingia katika nyumba ya Bwana, tunaingia hapo tu. Na ukiwa katika nyumba ya Bwana, sio hata kama uko kwa kanisa, mawazo yako yako nyumbani, mawazo yako yako pahali pengine. Unaona mtu wako kwa kanisa lakini hayuko hapa, kuna pahali yako. Mtu kama huyo atakomaa, atakaa akiwa mbembe, na kuna vitu atapokea, urithi wake atapokea. Maana baba hawezi akaachiria urithi kwa watoto wachanga hadi ifike wakati wa kukomaa. Kwa hivyo nasema hivi, wapendwa, ni vizuri tufike kiwango kama kanisa la mitume ya kukomaa. Watu waliokomaa wanashare vitu vyao na watu wale wengine. Hivyo ndivyo mitume walikuwa wanafanya, walikuwa wanashare. Maana walikuwa kama familia moja, walijiona kama familia moja, walijichukua kama familia moja. Na neno la Bwana linasema walidumu katika mafundisho ya mtume. Kwa hivyo mafundisho yanafanya watu wakomae, na watu wakikataa mafundisho hakuna kukomaa. Na katika ushirika, fellowship, siku hizi hata fellowship watu ni kama wanakataa fellowship. Ukiangalia fellowship, ni watu wangapi wanaingia unaweza sangaa. Wengine wako kwa shughuli zao, only Sunday ndio watapatikana. Lakini mitume ushirika, katika ushirika, katika mafundisho ya mitume na ushirika walikuwa pale, walikuwa wanakutana. Wengine walikuwa naenda bio ili waingie kwa ushirika. Lakini siku hizi ushirika hakuna. Ni kwa sababu Shetani anataka watu wakae wakiwa benz ili wasipokee utajiri wa Mungu. Hiyo ndio iliwafanya mitume wakomae. Mafundisho ya mitume, ushirika, walikuwa kwa ushirika. Kumega mkate, vile watu wanamega mikate, na wengine wanakataa mambo ya kumega mkate. Hata kushiriki meza ya Bwana inakuwa, wengine hiyo inakuwa ni kitu iko mbali sana. Na kuomba, walikuwa watu kanisa ambao walikuwa naomba. Uwezi ukamachua kama wewe sio muombaji, kama wewe hauna neno la Mungu, kama wewe kazi yako ni kuhubiriwa na ndiposa
unaona shakaora zimekuwa nyingi. Hata juzi kuna watu mumeona kwa runinga, na ni wafuasi wanawafuata watu, na wanaambiwa ate kuna mti wa uzima, ate mtu akiwa mgonjwa apande kwa huo mti, akipanda kwa huo mti anapona. Ni watu ambao hawana neno la Mungu, waelewe mti wa uzima ni gani. Sasa hao wameamini, maana kazi yao ni kusomewa, hawasomi Biblia. Haleluya, Bwana asifiwe. Niulize, wangapi wako na Biblia katika kanisa hili? Inua mkono wako kama uko na Biblia. Angalia kanisa kubwa, percentage ile kubwa haina Biblia, na hii ni hatari. Sasa ni kungojea muelekezwe. Nikiwa kama Makenzi sinitawaharibu, na siwezi nikawa Makenzi. Ninawaambia inakuwa hivi, mnafuata, maana hakuna neno la Mungu. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa, tutamani kukoma. Kama una Biblia, enda piga kibarua, pata Biblia. Ukiwa kwako nyumbani uwe unajisomea, na kama uko na simu wewe uko na Biblia. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo nasema hivi, kuna kanisa ambalo ilikuwa na shinda sana la Wakorintho, ambao Paulo aliongea hivi, usijali. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni. Hao ni watu walikuwa wameokoka, walikuwa wanaongea na lugha kama wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula. Hao walikuwa babes, watoto wandogo, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Watu ambao hawajakomaa ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna usunda na vitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapa mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Hii ni kanisa ambalo ilikuwa na washirika, lakini wakiwa washirika walikuwa washirika ambao hawajakomaa. Naye Paulo akasema, nikiongea nanyi sikuongea nanyi kama watu wazima, niliongea nanyi kama babes, kama watu wa tabia ya mwilini. Na hawa watu ni kama walitatiza Paulo sana, maana aliwahurumia, aliangalia akaona ni kanisa lakini hawajakomaa, watu wazima, watu wanaonekana kimo lakini ni watoto. Kuonekana wanaweza kuonekana kama machua, but they are babes. Akamwambia ni kwa sababu gani? Katika kanisa hili kulikuwa na mgawanyiko. Wengine walisema ni kama vile tuko hapa, tuko na Pastor Grace, tuko na Pastor Jane, tuko na Reverend Asnan. Kwa hivyo katika kanisa hilo ilikuwa kanisa moja, lakini kulikuwa tukanisa twingi katika kanisa hilo. Ni kwa sababu mmoja alisema ni wa Apolo, mwingine Keba alikuwa na wafuasi wake, mwingine. Kwa hivyo ilikuwa imegawanyika, na kwa hivyo kukawa na usunda na vitina, kukawa na vitina nyingi. Ni kwa sababu ya ule utoto kukosa kukomaa. Na hapo ndipo aliwauliza,
Maswali yalikuwa magumu hapa. Kwa hivyo wapendwa, nasema hivi, ni vizuri tutamani kukomaa. Sisemi hamuja komaa lakini unajijua. Tukomae kwa sababu gani? Tukomae ili tuweze kupokea urithi wetu, vitu vya baba yetu. Maana andi wakati tuonekane tumekomaa, hatutapata kitu, hatutagawiwa kitu. Maana Mungu kuna vitu anaweza kukupea unjiharibu nazo. Ni kwa sababu haujafika umri wa kukomaa. Ni kama mtu awe pasta na hajakomaa, hiyo ni hatari kubwa. Maana anaweza haribu the whole church. Mtu awe ni minister na ni minister hajakomaa, anaweza haribu the whole church. Mtu awe kiongozi wa kikundi fulani na huyo mtu ni Bems hajakomaa, ataharibu kile kikundi. Lakini mtu akiwa amekomaa na amepewa, aongoze bahari, mambo itakuwa sawa. Hallelujah. Amen. Unajua hata bishop anaweza kuwa bishop na hajakomaa. Maana siku hizi kuna matitles na watu wanataka kuitwa. Hakuna hata kuitwa na Mungu. Upewe ka title tu ili ufurahi. Lakini tunahitaji, ni vizuri kutamani katika ile level mtu wako atamani akomae. Ni kwa sababu akikomaa mtu mzima. Hallelujah. Amen. How can you identify a mature Christian? Niguse kidogo. Maana niguse kidogo nikimalizia. How can you identify a mature Christian? Na niseme signs of a mature Christian include demonstrating the fruit of the Spirit. Sign za mature Christian zinadhihirisha matunda ya Roho. Na yale matunda ya Roho mnayajua. Zinadhihirisha matunda ya Roho. Ni vizuri uangalie na ujichunguze. Naye yale matunda ya Roho ni love, upendo, joy, furaha, peace, amani, patience. Patience ni nini? Ni uvumilivu. Amen. Kindness na goodness, utu wema, faithfulness. Hata kama kuna bahari umewekwa, unakuwa faithful. Kwa ile kazi umepewa, katika ile department umepewa, unakuwa faithful ya kusimamilia vizuri. Gentleness and self-control. Self-control. Hii ni kujisuilia. Mtu hawe na kule kujisuilia ni self-control. Hii self-control ndio inahitajika sana. Na ikiwa mtu ana self-control utamuelewa mara moja. Ebu akanyangwe kidogo. Mtu akiwa ana self-control, akikanyangwa kidogo, hata kanisa anaweza atoroka. Amekanyangwa kidogo, ajisuili, ameshindwa, ama matukano, aachilie matusi. Watu wakipita washindwe, huyu ni mwokovu ama huyu si mwokovu. Kwa hivyo the signs ama mtu amekuwa machua, si hata wakati kuko na amani, ni wakati kumetokea vurugu. Hapo ndipo utaelewa huyu mtu ni machua ama ni pembe.